tuendelee kujikita kuboresha huduma za mawasiliano ya simu, usikivu wa redio, kiwemo kufanyia tathmini redio za kijamii, kujua kama wanafanya kazi inavyostahili, ruzuku tunazowapatia kama zinajitosheleza, na nini tuweze kufanya ili kuhakikisha redio hizi zinatimiza wajibu wao na wananchi kweli waweze kuona matokeo na matunda ya uwekezaji ambao serikali imefanya katika redio za kijamii katika maeneo yao. Kwa upande wa posta, tuna wajibu mkubwa kuendelea kuwasaidia ili na wenyewe waweze kutoa huduma zilizo bora za kiposta, tusaidie kushiriki katika maboresho yao. Lakini pia kama tunatoa kwenye taasisi zingine kompyuta, laptop, printer na mengine, basi tusisahau pia na mtoto wa nyumbani. Kwa upande wa miradi ya TEHAMA, kama niliposema mwanzoni, tuendelee kuisimamia na kuendelea kuwa wabunifu kuona tunaweza tukaja na miradi gani nyingine ya ziada. Kwa miradi ile ya kijamii kama nilivyosema, miradi ya TEHAMA pia mashuleni katika maeneo ya serikali yako pia tusisite kuendelea kufanya hivyo, lakini kubwa tukachambue kuona wadau gani wengine wako tayari kuungana na sisi katika jukumu hili la kusogeza mawasiliano kwa wote katika jamii zetu. Baada ya kusema hayo, niwatakie kila laheri. Kubwa tukaangalie malengo yetu, kubwa tukaangalie maslahi ya taifa katika kila tunalolifanya, uzalendo, lakini kuhakikisha tunafanya kazi kwa bidii. Turnaround tuliojiwekea katika ujenzi wa minara miezi 9 mpaka 15, mimi naamini inaweza ikafanyika kwa muda pungufu zaidi. Tunakuja na hiyo tathmini, unaweza kushangaa unaambiwa ni minara 4,500. Sasa kama minara 201 tunaiwekea miezi 15, ujiulize safari tunayo ndefu sana. Kwa tujitahidi tukapambane pamoja kuondoa changamoto zilizoko zinazofanya utekelezaji wa miradi unakuwa sio wa kasi kubwa. Na mimi niwaahidi pamoja na katibu mkuu tutasaidia kwenye facilitation hiyo. Muhimu tu mnapoona mnapata changamoto kama hili liko nje ya uwezo wetu, mapema sana msikae nalo, tuweze kusaidia kulitatua.